Nami naomba niungane na walionitangulia kusema kwa kusema mambo machache sana. Kwanza ni shukrani kwa Mungu, na kati ya mambo ambayo ninayakumbuka vizuri sana, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kati ya vitu alivyokuwa ananisisitiza sana, na Watanzania kwa ujumla mnakumbuka, ni kumtegemea Mungu. Kwangu mimi nina kumbukumbu ya pekee sana. Wakati fulani mgongo ulikuwa unanisumbua, nilipomweleza zawadi aliyonipatia, sijui Mama Janet kama unafahamu, alinipatia kitabu cha mawaridi, lakini pia alinitafutia masista kutoka Karagwe kuniombea. Lakini unakumbuka vizuri, wakati nimeugua alinishirikisha katika upendo wa familia. Alimuita Mama Janet kuniombea kwenye simu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba Watanzania wenzangu, hili ni fundisho kubwa, tulishike. Asijifanye mtu ni mjanja. Kumtegemea Mungu ni maarifa makubwa sana. La pili, mimi nilibahatika kuwa mmoja wa wasaidizi wake wa karibu. Aliniteua kuwa mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, akaniteua kuwa waziri wa fedha na mipango. Na kati ya vitu ninavyokumbuka, aliniagiza kwamba kwanza, hii nafasi umepewa na Mungu, ukaifanye sawa sawa. Kwa hiyo unarudi kule kule kumtanguliza Mungu. Lakini aliniambia uweke jitihada kubwa kukusanya mapato ya serikali. Na Watanzania ni mashuhuda, chini ya uongozi wake tulifanya jitihada kubwa kupandisha makusanyo ya kodi. Nilipoingia ofisini tulikuwa tunakusanya kwa mwezi bilioni 850. Ndani ya mwezi mmoja tukafikisha trilioni 1 na bilioni 300. Lakini hiyo haikutosha. Kubwa zaidi, aliniagiza kwamba msimamie matumizi ya serikali. Kwa hiyo yeye hakuwa na mchezo katika hili. Na leo nitasema, kuna wakati aliona orodha ya viongozi waliokuwa wanakwenda nje ilikuwa kubwa sana. Sitawasema ni akina nani. Kwa kuwa fedha zilikuwa ni nyingi, nikaona siwezi kufanya maamuzi, nikasema nipate mwongozo wa mkubwa wangu. Aliponiita, alikata kuanzia zile siku ambazo hao viongozi walikuwa wanaenda, idadi ya watu waliokuwa wanafuatana naye safari, na aliniambia, sasa nimekuonyesha mfano. Wewe umefanya vizuri kukusanya mapato, sasa unataka kuzigawagawa ovyo, usirudie, koma. Na alisisitiza sana kuelekeza pesa zile kwenye maeneo ambayo yanagusa wananchi. Kwa kweli, Watanzania tunayo haki na haja ya kumwombea rais wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kama hajafika kwa Mungu aweze kumpokea mbinguni, maana mambo yaliyofanyia taifa hili ni makubwa sana. Na mwisho kabisa, Mama Janet na familia, ukae ukijua kwamba taifa lote tuko pamoja na wewe. Tutaendelea kukuombea
wewe na familia, na hakika Mungu wetu ni mwaminifu. Ahadi yake kwa wajane, ahadi ya Yesu Kristo iko pale pale. Yeye ni Mungu wa wajane, yeye ni Mungu wa yatima. Mkae mkijua kwamba iko siku ambayo sisi wote tutakwenda kufurahi na baba yetu JPM kama tulivyozoea kumuita kwa Mungu mbinguni. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante.